Hivi ushawahi kusikia juu ya Uganda? Uganda ni nini? Vuta kiti, keti. Basi Uganda ni moja kati ya nchi zilizoitwa lulu ya Afrika. Ni moja kati ya nchi kubwa kabisa Afrika ya Mashariki. Uganda ni nchi ya kijani kibichi, maziwa makubwa na watu wenye tabasamu la kuvumilia mengi. Lakini nyuma ya uzuri huu kuna historia nzito sana. Historia ya viongozi waliokuja kama waokozi na wakabaki kama watawala. Na leo hii si hadithi ya propaganda. Hii si hadithi ya upande mmoja. Na huu ni ukweli usiosimuliwa kuhusu Uganda. Basi ungana nami katika Untold Truth. Langu jina ni Yazdan Rex Igo na hii ni Sauti ya Igo. Mnamo mwaka 1962 Uganda ilipata uhuru kutoka kwa Uingereza, na kulikuwa na matumaini mapya. Kulikuwa na ndoto na watu waliamini, sasa tumepata uhuru wetu na tumejimiliki. Viongozi wa mwanzo kama vile Benedicto Kiwanuka walionekana kama watu wa sheria, wasomi waliotaka kujenga taifa la haki. Lakini swali ni moja tu, je, siasa za Uganda ziliruhusu wema huu kukaa kwa muda mrefu? Basi baada ya uhuru wa Uganda, Milton Obote alijitokeza kama kiongozi mkuu, na mwanzoni alionekana akiwa mzalendo, lakini kadri muda ulivyozidi kusonga, nguvu zikaanza kumlewa, na hapa katiba ilisimamishwa, upinzani ukanyamazishwa, jeshi likaanza kuwa chombo cha siasa, na hapo ndipo mbegu ya machafuko ikapandwa Uganda. Na sasa zikaibuka zama mpya. Wapo wale walioziita ni enzi za giza, na hapa ukaibuka utawala mpya wa Idi Amin Dada mwaka 1971 hadi 1979. Mwaka 1971 Obote alipinduliwa, na ilikuwa ni mapinduzi ya kijeshi, na mtu aliyesimama mbele ya nchi alikuwa ni Idi Amin Dada. Kwa baadhi, Idi Amin alionekana kama shujaa wa maskini, lakini kwa wengi alikuwa ni mwanzo wa kuzimu. Watu walipotea usiku, miili ilionekana kwenye mito, hofu ikawa ni lugha ya taifa. Na hapa zikaibuka nadharia mbalimbali. Wapo waliosema kindakindaki kuwa Idi Amin ndiye aliyehusika na mauaji haya, lakini wapo waliopinga na kusema hapana, hizi zilikuwa ni nadharia tu. Basi unaambiwa zaidi ya watu